6. Afisa habari wa Young Africans alishikiliwa na polisi kule mkoani Tabora baada ya mechi yao dhidi ya Tabora United kumalizika majira ya saa 7 usiku. Akakamatwa na jeshi la polisi baada ya kauli yake kwa mshtumu mkuu wa mkoa na kuongea kama chacha atachacha. Mama, huyu mtu wako anatuchokonoa. Ni kauli ambayo Alikamwe imemtia hatihani na jana ile akatolewa kwa uhuru kwa dhamana. Tuanzie hapo. Ukishasema yuko huru maana yake hayuko dhamana tena. Ukishasema mtu yuko huru, dhamana inakuwa haipo. Bado hatia ipo, na kwa sababu wamesema kuna tarehe 20 ataenda kuripoti. Tarehe 21 akaripoti. Ile ni moja ya kwanza, inabidi tujue michezo na serikali ni vitu viwili ambavyo vina tawi lake ndani ya michezo, lakini havishabiani. Unapomdhihaki mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, manake moja kwa moja umemdhihaki mkuu wa nchi, kwa sababu ndio uteuzi wake. Atakaye kwambia mama baba yako, basi ndo baba. Mama akikwambia huyu baba yako, huyo ndio baba. Na mama akatwambia yule ndio mkuu wa mkoa ule, kwa hiyo ndio mkubwa wa mkoa ule. Kama tunavyomwona Albert Chalamila ndio mkuu wa mkoa wetu. Kwa hiyo lazima tuwe tuna protocol ya kuzungumza na viongozi, na tuwe na protocol ya kuzungumza michezo. Michezo ya mimi na huyu ina utofauti nitakavyoelezea michezo ya mimi na mkuu kama akiwa kama vile Robert Chalamila. Tofauti. Kwa sababu lazima niangalie ana element gani. Kwenye michezo sawa, ni mwanadamu, lakini je, pale kasimama vipi? Amesimama kwenye mpira, amesimamaje? Japo yuko uwanjani, na ndio maana akiwepo utasikia mgeni rasmi. Sina naelewa vizuri? Mgeni rasmi mheshimiwa fulani yupo kwenye michezo hapo, lakini mimi na yule mchezaji utasikia mimi mchezaji wa 12 ninashangilia yule mchezaji wa 11. Kwa hiyo ili swala la mdogo wangu, maana yule kijana wangu, mdogo wangu, inatakiwa auelezee mpira kama unavyoelezea maafisa wengine wa Afrika wale. Sijua kama Ahmed Ali ni afisa wa Afrika. Ushayakuta mara amemrukia mgongoni siji polisi wala nini. Anajua nini anafanya. Na tuka Simba imemtuma nini. Sio, naelewa vizuri? Sasa hii klabu ya jamaa zetu, jirani zetu, wazee wa kuogopa mbuzi wenyewe wanasema, tunawaita hivyo. Wanaogopa mbuzi, wameenda kuchinja ng'ombe. Sasa mbuzi na ng'ombe mkubwa yupo. Walisema kwenye gari ya Simba kuna mbuzi, wameogopa kuruhusu Simba waingie kwa sababu ya mbuzi. Sasa kule wamechinja ng'ombe, ng'ombe na mbuzi mkubwa yupi? Sasa kwa nini waogope mbuzi alafu wamvamie ng'ombe? Umeona kuna mitihani hapo. Kwa hiyo unajua kuna watu wa michezo na kuna watu wa propaganda. Kwa Alikamwe ni mtu wa propaganda. Propaganda. Haiwezekani ukafikia hatua kumwambia mkuu wa mkoa shati lake la nini, si la ubatizo. Ubatizo mimi ninavyojua mtu anabatizwa chini ya miaka 7, yani hata 18 hajafika. Sasa mzee kama yule, kuna kwanza nje na mpira umri, kuna vitu unamwangalia, huyu ni mjibu umri. Na ndio maana mimi wakija wazee nawaambia kabisa, mpira ukiwa mzee inatakiwa ubishane na kina Kibadeni. Mimi natakiwa digital, tunabishana mpira kati Mayele anategea mkono, Enonga anazuia, anachapa. Hapo ndio tunapoanza kubishana. Uwezo kalete mzee na miaka 70 nibishane na mpira, nitakosea tu. Ndio kama yule kijana wetu Alikamwe. Yaani alishindwa kucheza na wakati na umri wa mtu anayemjibu. Kwa vile alivyomjibu yeye aliona sahihi, lakini serikali haiwezi kaona sahihi kwa sababu yule ni mkuu wa mkoa na ndio mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa. Kuna maafisa hao wale mngangania, maana yule ana uwezo kusema huyu weka ndani, anakaa ndani. Yule chacha yule ana uwezo kumwambia askari mwingine, mchukue huyu mkuu wa kituo mweke ndani masaa 24 na anakaa. Kwa hiyo ndio mkuu wa pale na yeye ndio uteuzi, kabla yeye anakuwa yule. Yaani chacha anakuwa, lakini ukishakuwa mkuu wa jeshi la polisi, labda ndio mkuu wa jeshi la Tanzania nzima, maana yake umemaliza. Lakini mkuu wa wilaya anakuwa, siku utamkuta kwa ndo rais hajakuadhibu. Kwa hiyo lazima kwa kijana wangu kakosea, lakini kwa sababu ile swala lipo kwenye mikono ya sheria, basi tunaiachia sheria. Ile mlifurahi wana Simba. Kwa lipi? Kwa baada ya kukamatwa Ali Shabani Kamwe. Hatukufurahi kukamatwa kwake. Kwa sababu ukimwona mwana Simba mtu wote anafurahi kukamatwa kwa Ali Shabani Kamwe, basi sio mtu wa mpira. Je, kakamatwa kwa mpira? Au kosa lipi lilomweka ndani? Mimi na Ali Kamwe tunabishana kwenye mpira. Mimi na Ali Kamwe tubishane, ana hatia. Mwanadamu inawezekana hata mimi kesho ikanikuta na zulula au natembea watu wakaninukia, je na yeye afurahi? Kama unamkuta mwana Simba anafurahi katika tukio la
kukamatwa Ally Kamwe, basi sio mtu wa mpira. Ila ukinielezea kwa nini kae kwa ndani, ndio nitakwambia, kwa sababu hili swala liko kiserikali zaidi na tunaiachia serikali zaidi. Afisa habari wa Tabora United Christina Mwagara, kabla kukamatwa Ally Shabani Kamwe, alimwambia aombe radhi ndani ya masaa 24, lakini Ally Shabani Kamwe akamjibu Christina Mwagara akasema yule ni comedian, mimi na kwa mkoa tushamalizana tayari. Ndilo kosa lake kubwa hilo lingine, kwa sababu watu wanasema muungwana akivuliwa nguo chuchumaa. Yaani kuchuchumaa anataka apate stara, yaani angalau umuone kwenye kichwa kuliko kumuona maungo ambayo yana siri. Sasa yule dada alisema vizuri tu, omba radhi. Na kuomba radhi hamna kaburi la mjinga. Kuomba radhi sikukaa kwenye media tu, jamani nimeomba radhi, nimemkosea mkuu wa mkoa 1 2 3 au nimemkosea mwenzangu hivi na hivi. Swala limeisha. Ila sasa baada ya ubishi ndio umetokea scenario kama ile, kwa sababu yule mdada Christina alikuwa anajua baadaye itatokea nini. Kama nilivyokuwa najua mimi, japo nilikuwa Dar es Salaam, yeye alikuwa Tabora. Mimi nilikuwa nategemea haya yaliyotokea, kwa sababu nilikuwa najua kabisa process na procedure ya viongozi ikoje, na maelezo unaongea na nani na akiwa wapi. Ndio maana hata kwenye media nakuaga mwoga sana kuongea ovyo, kwa sababu najua kuna vitu vinaweza vikanibana. Hata mimi huko nilipo, kama nitamuelezea vibaya Ally Kamwe, maana yake pia ana uwezo naye akaenda akachukua hizi clip akanibana kwenye sheria nikakwama. Na ndio maana nasema kama kuna mwana Simba ameshangilia kwa kukamatwa kwa yule bwana, atakosoa mtu wa mpira, kwa sababu yule akiwepo ndo anatupa chachu sisi. Yaani kama mimi akiwepo ndo huwa ananipa chachu sana, na ananipa chachu sana kwenye maelezo yake. Kama ile kombe ninaocheza yeye kafika finali, neno si neno, nimefika nilipofika ndo mimi napata chachu na yeye. Kwa hiyo mambo yake mabaya yakiwa ya kiserikali mimi siyafurahi. Kama mtu atafurahi yule kwa ndani, basi hata akisikia naumwa atafurahia. Atakosoa mtu wa mpira. Mpira huko hivyo, mpira inatakiwa mzee akipata tatizo tumpe pole, tumfariji. Ndivyo nilivyokuwa. Kama una kumbukumbu, kuna kipindi afisa habari alikuwa Haji Sande Manara Bugatti, wakati yuko Simba ndio alikuwa na yuko sawa. Alipata na matatizo, lakini hadi Yanga walichangia fedha. Japo kuna mtu alimzia yake akarudisha. Si unaelewa? Kuna mtu alimzia yake akaamua kuirudisha ile, maana yule hakuwa kimichezo. Kimichezo pale awamu ya kwanza. Mwenzetu ana tatizo, tunamsaidia ili tukwamuane. Yaani la ya mpira inatakiwa tawi kwa tawi, tawi la Yanga na tawi la Simba tukwamuane, tuinuane, tubadilishane mawazo ili tuwe tunakuza utaratibu wa mpira. Sio tunakaa tena huyu mwenzio kafiwa, afadhali afiwe bwana ile kwa sababu Simba tutakuwa tukumpeleka mpira ulipo. Alikuwa Haji Sande Manara, baada ya kuwa Simba Sports Club akamea Young Africans, akakutwa na kasumba hiyo masuala hayo kujibizana viongozi pamoja hayo. Ally Shabani Kamwe hivyo, Hassan Bumburi na hivyo alikutwa na hatia. Yanga kuna shida gani kude Simba? Kwa maana waafisa habari wa Young Africans wamekuwa wanakutwa na hatia nyingi sana katika usajili wao. Miemko. Yaani kikubwa miemko, na ndio maana nasema siku zote ukiwa unaiongoza klabu kama Simba Sports Club, Simba Sports Club, machampion ya Afrika, unapoelezea ujue Afrika kama inatambua. Unapoelezea Simba Afrika inatambua. Na ndio maana ukiwa msemaji wa Simba lazima unakuwa na procedure, unapewa kabisa protocol ziko pale, ukiingia tu kabla hizo hapo unazisoma. Sawa na mfanyakazi wa ndani anakuta timetable, alafu anakosea yeye vile vyakula anatakiwa kazi akose yeye mwenye kwa uzembe wake, kwa sababu timetable ipo, asubuhi chai maandazi, mchana wali, sina imeshaandikwa, wewe ni kutekeleza. Sasa hao wenzetu kuna miemko, na ndio maana nawaambiaga siku zote. Hata juzi kwa bahati nzuri alipobahatika kutoka ndani kwa dhamana, bado nilimuona ametoa tena tamko la kuambia wana Yanga msiwe na wasiwasi. Sijui kama wana Yanga walikuwa na wasiwasi zaidi ya familia ya kwake, kwa sababu ni process ya kesi na Yanga wapi, na pia ukiweka wakashahukumiwa umefungwa, Yanga atakosa afisa habari, familia kusabali wao watakosa afisa habari. Sasa wewe toka mwaka 35 mpaka leo afisa habari wao ngapi? Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa sisi kumpa pole na iwe fundisho, kwani kujifunza kwa Simba wanashindwa nini? Sisi tulipata adhabu moja tu na ikiwa ya Manara. Simba tulipata adhabu moja na ikiwa Manara afisa habari wetu, kwa sababu uwezo wake wa kuongea ulikuwa mkubwa kuliko, kwa sababu ile ni propaganda wa CCM. Yule sisi tumesoma naye kwenye siasa. Kwa hiyo ukiwa propaganda wa CCM lazima unakuwa na maneno ya CCM. Sasa
Ukiingia kwenye mpira unaweza ukayapindua utakanda ukakosea. Wengi wao wanasema ni laana ambayo ya Juma Ramadhani Mgunda baada ya kumuita